Ujenzi wa mnada huo unaendelea katika kata ya Rujewa ukiwa sehemu ya mradi wa machinjio ya kisasa. Akizungumza kuhusu mradi huo, afisa mifugo wa halmashauri ya wilaya Mbarali, Daktari Nasibu Nyagawa, amesema lengo ni kuongeza uwezo wa mnada huo kutoka ng'ombe 150 wa awali hadi zaidi ya 400. Mnada wa zamani ambao ulikuwa umejengwa ulikuwa umeshaharibika. Kwa hiyo kama tulivyoonesha pale, unaona lile zizi tulikuwa tunawiga kwa miiba. Kwa hiyo tukaona sasa hii mnada wa kuiga, maana gharama zinakuwa kubwa pia. Kila siku ya mnada nataka watu wakate miiba wawige. Kwa hiyo tukaona hili kwa kweli sio zuri kwa miaka hii ya kisasa. Ndio maana tukaona jengwe mnada mwingine wa kisasa kwa ajili ya wananchi kufanya biashara ya mifugo. Mara ya kwanza kwa maana ya mnada wa zamani tulikuwa tunachukua takriban mifugo 150 hadi 200 kwa ng'ombe. Lakini kwa sasa hizi tumeongeza eneo kama mnavyoona hapo lilivyo kubwa. Kwa hiyo hapo inaweza kuingia ng'ombe 200, 400 hadi 450 kwa mnada mmoja. Na kwa wanyama wadogo kwa maana ya mbuzi na kondoo wanaingia 300 na wenyewe hadi 400. Msimamizi wa mradi huo Alois Widege amesema ujenzi umefikia kwa 90% licha ya kuchelewa kukamilika kwa wakati uliopangwa. Hiyo fedha kiasi cha milioni 58. Anayetekeleza mradi huu ni mtendaji wa kata ya Rujewa. Mradi huu unafadhiliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Tuna fundi na wazabuni wawili wa mradi huu. Tunaendelea na ukarabati wa mazizi 3 na pakilio kwenye mnada wa zamani. Baada ya kukagua mradi huo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali, Raymond Mweli, amesisitiza malipo ya mkandarasi yafanyike kwa wakati ili kuharakisha ukamilishaji wa ujenzi. Na fedha ambayo inatakiwa kwenda kwa mzabuni ili alete vifaa vya ujenzi iwe imekwenda. Fuata taratibu zote za kisheria. Mheshimiwa Diwani, nitakuomba ulifuatilie hili kwa nafasi yako, lakini kwa ngazi ya halmashauri makao makuu, mtu wa idara ya mifugo utafuatilia, mtu wa manunuzi nimekupa jukumu na wewe utafuatilia, lakini tunaye governor, afisa tarafa, kwa nafasi yako kama mwakilishi wa ofisi ya mkuu wa wilaya, fuatilia kuhakikisha hizo fedha zimepelekwa kunakohusika na taratibu zote zimefuatwa. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.